Siku ya jana tunajua kabisa kwamba Simba ameweza kucheza katika uwanja wa Benjamin Mkapa na ameweza kuibuka kwa ushindi wa penati 4-1 ambayo imeweza kumsababishia yeye kuweza kwenda hatua ya nusu finali katika kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini mara baada ya mchezo huu kuchezwa ikatoka taarifa ya kufungwa kwa uwanja. Wakati tunajua kabisa kabla ya mechi kuanza kuna mvua fulani ambayo ilinyesha, lakini pia baada ya mvua kunyesha mchezo pia ukaendelea. So ile hali ikasababisha uwanja kuweza kuharibika sana. Sasa waziri mwenye dhamana katibu mkuu Wizara ya Michezo Grayson Msigwa ambaye ni msemaji mkuu wa serikali amethibitisha kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam bana unaweza kufungwa kwa muda kuanzia Aprili 9 ambayo ni siku ya jana ambapo mechi imetoka kucheza ili kupisha marekebisho eneo la kuchezea yani pitch ambalo lilipata athari kubwa kufuatia mvua ambazo zilikuwa zimenyesha ambazo zilifuatiwa pia na mechi ya robo finali kombe la shirikisho Afrika kati ya Simba pamoja na Al Masry kutokea kule nchini Misri. Lakini pia taarifa rasmi ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo imeeleza kuwa kwamba timu ya wataalamu itaanza mara moja kufanya tathmini ya kina na madhara ambayo yaliweza kutokea tarehe ya mchezo au lakini pia tarehe ya kuweza kufunguliwa kwa uwanja huo ambapo itatangazwa hapo baadaye mara baada ya kuweza kujiridhisha na marekebisho hayo. Sasa kufuatia uamuzi huo, timu zote ambazo zinapanga kuutumia uwanja wa Benjamin Mkapa huu zikiwemo zikishiriki mashindano ya kimataifa zimeombwa kutafuta uwanja mbadala wakati serikali ikifanya marekebisho ya eneo la kuchezea. Wizara inaomba radhi kwa usumbufu ambao utajitokeza kutokana na kufungwa kwa uwanja huu wa Benjamin Mkapa. So kila mmoja anatakiwa kuwa mpole lakini pia kuwa mtaratibu na kuipisha serikali iweze kufanya ya kwake, yani kurekebisha uwanja ili mambo yawe vizuri kabisa, kwa sababu tunajua kabisa kitu kingine ambacho kinaweza kikasababisha mchezo ukawa mzuri, uwanja ukiwa ni mzuri itasababisha michezo kaenda safi na salama kabisa, wachezaji wakawa comfortable kabisa, kusiwe kuna kasoro yoyote katika uwanja. Na hii imeweza kupelekea uwanja wa Benjamin Mkapa kuweza kufungwa mara baada ya jana mechi kuweza kuchezwa na kuweza kuvurugika zaidi katika eneo la pitch, nikimaanisha eneo la kuchezea. Hii ni Sawa Sawa Digital, endelea kutufuatilia, lakini pia tunakuletea taarifa zote ambazo unastahili kuzipata kwa muda na wakati ambao unakuwa unastahili. And my name is Zildad kabisa.